Boni Online TV. Yangu kwenu kwamba ni vizuri mvishikilie kwa nguvu kubwa sana. Cha kwanza ni juu ya kauli mbiu ya Baraza la Vijana la Chadema kwamba vijana ni nguvu ya mabadiliko. Vijana ni nguvu ya mabadiliko. Hii kauli mbiu hatukuipanga kwa nasibu tu, kwamba kwa kuamua tu kwamba tuichukue hii kauli mbiu. Hii kauli mbiu tulichukua kwa kutathmini kuhusiana na sifa za msingi za vijana na nafasi ya vijana katika taifa letu. Kwa hiyo tukagundua kwamba vijana kwa Tanzania wana sifa kuu tatu. Ya kwanza, vijana wana nguvu za kimwili. Ukilinganisha na makundi mengine, watu wazima wa rika la kati au rika la juu na wazee, vijana ndio kundi ambalo kwa kweli wana nguvu kubwa sana za kimwili. Tunaamini kwamba hizi nguvu za kimwili ni nishati na ambayo ikitumika vizuri kwenye mapambano ya kisiasa, hii ni nguvu kubwa sana ambayo inapaswa kutumika kama tunataka kufanya mapambano ya kweli. Kutumia nguvu ya ujana ni jambo muhimu sana katika mapambano. Kwa hiyo ni nguvu ya kwanza tuliona kama ni sifa ya vijana. Nguvu ya pili ambayo tuliiona kwa vijana ni nguvu ya wingi. Tuliangalia demografia ya nchi yetu, kwa maana ya muundo wa idadi ya watu katika taifa letu. Kagundua kwamba kwa sehemu kubwa nchi yetu ni watu wenye rika la vijana. Ukichukua wakati huo tunafanya tathmini, wakati huo tunaanzisha baraza la vijana walikuwa ni 65% ya nguvu kazi ya taifa. Kwa hiyo unazungumzia watu wengi kwa nguvu kazi na watu wengi kwa idadi ya wapiga kura. Na hii hali haijabadilika hata sasa, na sio Tanzania tu, katika nchi za Afrika vijana ni wengi kuliko makundi rika mengine katika jamii. Na hali hii kwa Afrika itaendelea kwa miaka mingine mingi mbele kidogo. Nasema kwa Afrika kwa sababu yako mataifa duniani na yako mabara ambayo idadi ya vijana imepungua sana ukilinganisha na Afrika. Ukienda bara la Ulaya, wazee wameanza kuwa wengi sana, wakati ambapo sisi Afrika vijana ni wengi sana. Na hii hali itaendelea kwa Afrika kwa miaka mingi kidogo mbele, mpaka hili rika lote la vijana wa Afrika litakapokuwa wazee, ndio pengine piramidi la idadi ya watu Afrika itaweza kubadilika. Sasa hii idadi ya wingi wa vijana ni nguvu ambayo ikitumika ni silaha ya hali ya juu sana katika mapambano. Nashukuru katika siku za karibuni nguvu hii ya vijana imeongezeka kiwango kikubwa zaidi katika kuwa mstari wa mbele. Sasa hivi tunazungumza mapambano ya kisiasa katika nchi yetu kuongozwa na kundi linaloitwa Gen Z, ambalo bila kuchukua tafsiri finyu ya Gen Z kwa maana ya kundi dogo la vijana wadogo, hii nembo ya Gen Z kimsingi inabeba tu utambulisho wa vijana katika mapambano. Kwa vijana sasa wameanza kuchukua nafasi ya kuwa mstari wa mbele kwenye mapambano na kuitumia hiyo nguvu ya ujana ya uwingi katika mapambano, ambayo ni jambo kubwa na ni jambo muhimu na ni jambo ambalo linastahili kuendelezwa. Lakini kuna nguvu ya tatu ya vijana, nayo ni nguvu ya ubunifu na uthubutu. Vijana katika makundi rika yote ukiyachambua, kundi la vijana ndio kundi ambalo kwa kweli lina ubunifu wa hali ya juu na lina uthubutu wa kufanya mambo kwa kiwango cha hali ya juu sana. Na katika kundi hili, pamoja na kuwa vijana wenyewe wanatofautiana, ndani ya vijana wenyewe kuna marika mbalimbali, kuna sehemu ya rika la vijana ambalo halijamezwa bado na majukumu makubwa ya kifamilia. Kwa sababu haijamezwa na majukumu makubwa ya kifamilia, liko tayari kuchukua riski kubwa sana ambazo pengine makundi mengine yana sita kidogo kuchukua. Sasa hii nguvu ya ubunifu, na ubunifu huu unakwenda mpaka kwenye kukumbatia teknolojia, ni mtaji mkubwa, ni nguvu kubwa ya kuwezesha mabadiliko. Na ndio maana tukasema tuchukue kauli mbiu ya nguvu ya mabadiliko. Nashukuru hii nguvu vile ya ubunifu hivi sasa inaanza kutumika kwa kiwango kikubwa sana, wakati ambapo
nchi, kuna udhibiti mkubwa kwenye maeneo ya matumizi ya vyombo vya habari vya kawaida mainstream. Mitandao ya kijamii ambayo ni kielelezo tu cha ubunifu wa kimataifa, ubunifu ambao vijana ni rahisi zaidi kukumbatia. Imekuwa ni mtaji mkubwa sana wa kisiasa, mitandao ya kijamii, na mtaona kwenye mitandao ya kijamii vijana ndio wanaotawala zaidi, na hii sio jambo la kushangaa. Ni kwa sababu vijana wana sifa ya ubunifu na wana sifa ya uthubutu, kwa ni wepesi kukumbatia teknolojia mpya, na hii nayo ni nguvu ya vijana. Sasa kwa hizi nguvu tatu za vijana ndizo ambazo zikatufanya tuseme, kwa sababu vijana ni nguvu na kwa sababu tunataka mabadiliko, basi kauli mbiu ya vijana wa Chadema iwe ni vijana nguvu ya mabadiliko, na daima vijana wajione kwamba wao ndio nguvu ya mabadiliko, na vijana washiriki kuweza kufanya mabadiliko katika taifa letu. Kwa mimi rai yangu kwenu na kwa vijana wote wa Chadema na kwa vijana wote kwa kweli wa Tanzania ni kwamba msiweke pembeni hii kauli mbiu, pamoja na kauli mbiu zote mtakazokuwa nazo, lakini hii kauli mbiu ya Baraza la Vijana wa Chadema, kwa maana vijana nguvu ya mabadiliko, ni kauli mbiu ambayo inabeba uhalisia wa vijana, kijana ni nani, nguvu yake na nafasi kubwa ambayo vijana mnayo katika mapambano kwenye taifa letu. Kwa hiyo jambo la kwanza ambalo nawasisitiza mlibakishe katika Baraza la Vijana la Chadema na mlitumie kwa kweli kwenye mapambano yaliyoko mbele yetu. Jambo la pili na hili nalisema kwa sababu mjadala umekuwa ukijirudia sana, ni juu ya kwenye mwongozo wa Baraza la Vijana la Chadema cha sifa ya kugombea uongozi, kwamba mtu anatakiwa kugombea baraza la uongozi kwenye Baraza la Vijana la Chadema, wakati anagombea asiwe amevuka miaka 30. Ndio sifa mojawapo kuu ya kugombea. Kumekuwa na mjadala mkubwa sana miongoni mwa vijana mkitaka kwamba vijana wa sasa, pengine wengine wakisema kwamba hiki kigezo kiondolewe, tunawapoteza vijana wengi wakishavuka miaka 30. Mimi nataka kuambia ninyi Bavicha na kwa kweli vijana wote wa Tanzania, hiki kigezo hiki ndio kinalifanya Baraza la Vijana la Chadema liwe tofauti na taasisi zote nyingine za vyama vya siasa za vijana Tanzania. Liwe kweli baraza la vijana, liwe kweli chombo cha vijana wenyewe. Hiki kigezo tulikiweka makusudi katika mwongozo ili kufanya wakati wote Baraza la Vijana la Chadema liongozwe na kijana, na isitokee watu ambao kimsingi wameshavuka umri wa ujana wakaongoza baraza la vijana. Ukiruhusu kwa mfano mtu akagombea uongozi wa baraza la vijana akiwa na miaka 34, akawa ndo amechaguliwa kuongoza baraza la vijana kwa miaka 5, maana yake ni kwamba unasema kuna wakati huyu mtu atakuwa na miaka 38 anaongoza baraza la vijana. Ukiruhusu mtu akagombea akiwa na miaka 35, maana yake kuna wakati mtu atakuwa na miaka 40 bado anaongoza baraza la vijana. Huyu mtu tayari si kijana tena. Kwa hiyo alifanya baraza la vijana liongozwe na watu ambao sio vijana, na nalipoteza ile haiba ya kuwa baraza la vijana. Hii imeathiri taasisi zingine na Chadema. Vijana Chadema, mnapoadhimisha miaka 33 ya kuanzishwa kwa chama, msiingie kabisa katika mtego wa kutaka kubadilisha kipengele hicho. Lakini la pili, sababu ya pili ya kwa nini ni muhimu sana jambo hili likabaki kama lilivyo, ni juu ya ushindani wenyewe wa ndani ya vijana wenyewe. Huwezi kumfanya kijana wa miaka 34 ashindane na kijana wa miaka 20 alafu ushindani wao ukawa huru, ukawa sawasawa. Vijana wa rika la juu ni vijana ambao wengine wameshamaliza masomo, wameshaingia kwenye ajira au kwenye biashara, uchumi wao umekwisha komaa,
wameshapata uzoefu mkubwa wa kiuongozi, uzoefu mkubwa wa kisiasa, na pengine vile vile kiwango kikubwa zaidi cha rasilimali. Kuwafanya waende kushindana na vijana wengine wa rika la chini ni kufanya kwa kiwango kikubwa vijana hao wengine kukosa fursa ya kiuongozi, kukosa mahali ambapo wataanzia kwenye uongozi bila kulazimishwa kutoa historia ndefu ya uzoefu wa kiuongozi, bila kuwa na fedha, bila kuwa na chochote, lakini wakapata uongozi na ndio wakakuwa kutokea katika uongozi. Kwa kupandisha umri wa kugombea ndani ya baraza la vijana kutakuwa na athari kwenye kuathiri vijana wadogo katika kugombea. Kwa hiyo ni vyema jambo hili nalo likabaki kama lilivyo, hata kama huko mbele tunafikiria kufanya mabadiliko makubwa na mageuzi mengine, hili jambo likabaki kama ambavyo lilivyo. Gilly Bonny Online TV.